Mammoth mwenye uzito wa tani 1000 alianguka kwa uchovu, lakini waangalizi waliendelea kupiga mijeledi yao, wakitulazimisha tufanye kazi kwa bidii zaidi, wakitaka tujenge piramidi kwa haraka zaidi. Haijalishi tulifanya kazi kwa bidii kiasi gani mchana na usiku, kazi hiyo haikuwahi kukidhi matarajio yao. Ili kutufanya mfano, Mungu mkuu alitokea mwenyewe ana kwa ana na akamchagua mmoja wa wenyeji kuwa sadaka ya dhabihu. Niliwaona watu wangu wakifa mbele ya macho yangu, lakini moto wa upinzani haukuwahi kuzimika ndani yangu. Nilijua kwamba kama tungeungana, tungeweza kuuangusha utawala wa miungu. Kuwashawishi wengine haikuwa kazi rahisi. Chini ya giza la usiku, nilijipenyeza ndani ya kambi ya wafanyakazi, nikawaondoa walinzi na kuwahamasisha wote waliinuke. Lakini watumwa walikuwa tayari wamepoteza ujasiri wao kwa kupigwa na kudhalilishwa kwa muda mrefu. Baadhi yao hata walitishia kunisaliti. Kwa bahati nzuri, mkuu wa wenyeji aliwakumbusha kwamba ningeweza kuwasiliana na simba wenye meno ya upanga, kwamba nilikuwa na aina fulani ya uchawi, na kwamba mimi ndiye niliyechaguliwa katika unabii, yule aliyepaswa kuwaongoza kutoka chini ya ukandamizaji wa dhalimu. Kiongozi wa watumwa alibaki na mashaka. Aliamuru yule kipofu atolewe kutoka chini ya mbao za sakafu, mtumishi wa zamani wa Mungu mkuu ambaye alikuwa ametoroka na kujificha kwenye pishi tangu wakati huo. Kupitia kwake, niligundua kuwa hapo mwanzo kulikuwa na miungu watatu, lakini sasa ni mmoja tu aliyebaki. Nikamuuliza jinsi ya kumshinda Mungu, naye akaniambia kuwa ni mtu tu mwenye alama ya Orion mkononi mwake ndiye angeweza kuumaliza utawala wa huyo Mungu. Na kwa kuwa sikuwa na alama hiyo, ilikuwa wazi kwamba mimi sikuwa Mwokozi. Wakati matumaini yetu yalipokuwa yakivunjika tena, walinzi waligundua mwili wa mwenzetu na kupiga kengele ya hatari. Wakati wengine walipokuwa wakiharakisha kufunua maficho ya yule kipofu, niliona bangili yake. Ilikuwa ya baba yangu, zawadi kutoka kwa mfadhili ambaye mzee mwenye hekima alikuwa amemtaja. Lakini mfadhili huyo alikuwa tayari amezikwa chini ya mchanga kwa muda mrefu. Lazima ujue kwa nini unauliza kuhusu mtu huyu. Alikuwa baba yangu, The Muscalmi. Mimi na mwenzangu tulipokuwa tukirejea kambini chini ya kifuniko cha usiku, walinzi walitufuatilia na maficho yetu ya siri yakafichuliwa. Katika wakati huo wa hatari, mkuu wa ukoo alitokea na kuwaua askari wote mmoja baada ya mwingine. Lakini alipoinua mkuki mweupe na kugeuka kuondoka, Mungu mmoja aliyekuwa akifa alimchoma ubavuni kwa upanga. Akiwa anapambana na maumivu makali, mkuu huyo alimaliza adui yake, lakini jeraha lile lilikuwa la kifo. Kwa pumzi yake ya mwisho aliniambia, usiamini unabii kipofu kipofu. Hatima hubadilishwa kwa imani na nguvu ya mapenzi. Nilishika mkuki mweupe mikononi mwangu, na azimio langu la kuwaweka watu wangu huru likaongezeka zaidi. Hata kama watumwa wa mjini hawakuthubutu kushirikiana, ili mradi mashujaa walikuwa wameungana, bado tungeweza kuwasha moto wa uasi. Kile ambacho hakuna aliyekuwa anakijua ni kwamba kovu lililokuwa kwenye mkono wa Ivyl ndilo lilikuwa